Sasa leo nataka nizungumze jinsi watu wanavyofanana, jinsi watu wanavyofanana. Sisi binadamu tulivyo huwa tunafanana. Sisi binadamu tulivyo huwa tunafanana. Na mnaweza mkazaliwa ndugu kabisa lakini msifanane. Mnaweza mkazaliwa ndugu kabisa lakini msifanane. Lakini ukaja ukajikuta wewe hapo kuna mtu mwingine anafanana na kama wewe hivyo hivyo. Yaani kama wewe hivyo hivyo anafanana kabisa na wewe. Na pengine asiwepo hapo unapoishi wewe, pengine akawa yuko South Africa au yuko Kenya, yuko Nigeria, yuko Dar es Salaam, yuko Mwanza, yuko Morogoro, lakini anafanana kama wewe. Anafanana kama wewe. Sasa ilivyo katika dunia, Mungu sisi ameumba tufanane. Tumeumbwa wengi, yani tulivyo sisi tumeumbwa wengi. Na sura hapa duniani ziko sura 7 tu. Mtu asikudanganye. Unaona sura ziko nyingi, sura tofauti, lakini sura ziko 7 tu. Sura ziko 7 tu. Sasa leo nataka nikufanulie kuhusu sura za wanadamu. Kuhusu sura za wanadamu. Sasa Mungu ameumba sayari na hasa sayari 7 hizi ndio nataka kuzungumzia. Hizi sayari ndiko zilikokuwa kwa nyota huko. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kama wewe una nyota ya punda, basi ujue wewe unafanana na mtu mwenye nyota ya nge. Kama wewe una nyota ya punda, basi ujue unafanana na mtu mwenye nyota ya nge. Ndio unafanana naye. Mnafanana kwa sababu gani? Kwa sababu nyie mmetoka katika sayari moja inaitwa Mirihi. Mmetoka katika sayari inayoitwa Mirihi. Ndio sayari yenu. Umeona? Kama wewe una nyota ya ng'ombe, wewe umefanana na mtu mwenye nyota ya mizani. Umefanana na mtu mwenye nyota ya mizani. Ndio unafanana naye. Unafanana naye kwa sababu gani? Kwa sababu nyie mmetoka katika sayari moja, mmetoka katika sayari moja inayoitwa Zuhura, mmetoka katika sayari inayoitwa Zuhura, ndio mlikotoka nyie. Kama wewe una nyota ya mapacha, kama wewe una nyota ya mapacha, basi wewe ujue unafanana na mtu mwenye nyota ya mashuke, unafanana na mtu mwenye nyota ya mashuke. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmetoka katika sayari moja, mmetoka katika sayari inayoitwa Mercury, mmetoka katika sayari inayoitwa Mercury au Utaridi, ndiko mlikotoka huko, Kama wewe una nyota ya kaa, basi ujue unafanana na mtu mwenye nyota ya simba. Na hasa hawa simba na kaa wenyewe huwa hawafanani. Wenyewe huwa wako tofauti, hawafanani hao. Hawa huwa hawafanani. Kama ni mtu wanakuwa jinsia moja. Watu wa kaa wanakuwa mwenye kaa mwenzako ndio unaofanana naye. Kama wewe mtu una nyota ya kaa mwenye kaa mwenzako ndio unaofanana naye. Mmetoka katika sayari gani? Mmetoka katika sayari inayoitwa Muni, yani mwezi, Mmetoka katika sayari inayoitwa Muni, yani mwezi. Wewe kaa unafanana na kaa mwenzako. Na vile kama una nyota ya simba, vile simba anafanana na simba mwenzake. Ametoka katika sayari inayoitwa Sun, umetoka katika sayari inayoitwa Sun, yani jua, umetoka katika sayari ya jua nyinyi, Kama wewe una nyota ya mshale, wewe mwenye nyota ya mshale umefanana na mtu mwenye nyota ya samaki, umefanana sana na mtu mwenye nyota ya samaki. Sayari yenu hii moja inaitwa Jupiter, sayari yenu inaitwa Jupiter. Kama wewe una nyota ya mbuzi, umefanana na mtu mwenye nyota ya ndoo, kama wewe una mwenye nyota ya mbuzi umefanana na mtu mwenye nyota ya ndoo, sayari yenu inaitwa Zohari au Satani, ndio sayari yenu hiyo, Zohari au Satani. Sasa nataka nikuelekeze hapa, nisikilize. Mfanano huu watu wanavyofanana, hawafanani sura tu. Hawafanani sura kama unavyozani. Yaani kufanana hamfanani miguu tu, wala hamfanani sura tu, wala hamfanani mwili tu. Chochote alichokuwa nacho yule mtu na wewe una uwezo wa kufanya kama yeye. Kama mnaelewa vizuri hapo. Chochote kile anachokitenda yule mtu ambao umefanana naye, basi ujue wewe pia una uwezo wa kufanya kama yeye hivyo hivyo. Yaani una uwezo wa kufanya kama yeye hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe ni kujijua. Ukiona umefanana na mtu fulani, basi ujue wewe una uwezo wa kuwa kama yeye. Una uwezo kabisa wa kuwa kama yeye. Na mimi nitakupeni mfano mmoja tu. Hapa Tanzania hapa kuna moja kati ya msanii wa kike, kuna moja kati ya msanii wa kike, yeye alionekana alafu kuna mtu naye akamuona akaona yeye kafanana naye, akaona yeye, sitamtaja jina lakini akaona yeye kafanana naye sana, akaona kafanana naye sana. Kwa hiyo yule naye akaona mbona huyu nimefanana naye kiasi hichi? Akaona hapana. Kama yeye mwenyewe akaisa sijui alijua lakini nahisi alijua elimu hii. Kwamba akaona hapana, kama mimi nina uwezo wa kufanana na huyu, basi hata mimi nina uwezo wa kuwa kama yeye. Basi naye akaigiza, naye akawa kama yeye na mpaka leo yupo anafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi nimekupa faida ya kufanana. Ukifanana na mtu, basi ujue naye kila kitu kipo hivyo hivyo. Kwa hiyo nataka kukupeni elimu hii. Kama wewe umefanana na Kikwete, basi ujue
kila kitu alichokuwa uwezo anao Kikwete, basi nawe una uwezo huo. Kama umefanana na Magufuli, basi ujue chochote alichokuwa akitenda Magufuli, wewe ujue una uwezo nacho na wewe kufanya hivyo. Tunaelewana sijui? Kama umefanana na Diamond, basi chochote anachofanya Diamond, basi ujue wewe una uwezo kukifanya hicho anachofanya Diamond, wewe ukawa kama Diamond. Kama umefanana na Alikiba, hali kadhalika Harmonize, kama umefanana nao, fanya nayo hivyo. Uwezekano huo wa kuwa kama yeye upo, tena ni mkubwa sana. Tena ni mkubwa mno, ni mkubwa mno. Ukifanana na Mama Samia, na wewe una uwezo wa kuwa kama Mama Samia. Yaani sio vitu ambavyo vya kubahatisha. Mimi nakwambia elimu hii kabisa, na hii ni elimu kabisa ya kinyota. Ninakuelezeni kabisa ni vitu ambavyo vya uhakika kabisa. Umeona? Sio vitu vya kubahatisha. Ukiona umefanana na Majaliwa, na wewe una uwezo wa kuwa kama Majaliwa. Hivyo hivyo. Wewe tu bidii zako na kujua ufanye nini sasa ili ufikie level hiyo, lakini uwezekano huo ni mkubwa kabisa. Uwezekano huo ni mkubwa kabisa. Mimi nimekupa elimu hii leo hapa. Ishikeni hii. Ishikeni hapo, ifanyieni kazi. Wewe utajiona kabisa wewe ulivyo, kuna mwenzako mwingine kama wewe. Basi anachofanya yule mtu na wewe una uwezo kabisa wa kukifanya vile vile. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kubadilika. Ukiwa umefanana na Chama, basi una uwezo wa kuwa kama Chama. Ni hivyo hivyo. Umefanana na Pacome, una uwezo wa kuwa kama Pacome. Ni hivyo hivyo, ni wewe tu ujue sasa ufanyaje kufanya zoezi hilo. Mimi nimekupenda elimu hiyo, ishikeni na ifanyeni kazi kabisa, mtafanikiwa katika maisha yenu. Ila kama kuna mtu mwenye maswali, anaweza kunipigia simu nikamjibu maswali yake.